Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji wa Al-Aqsa Media Online katika makala haya maalum. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako Shaaban Munyikayoka. Karibu twende sote. Waswahili wanasema mtu anaweza kukunyima chakula lakini sio maneno. Sasa mimi leo nakupa maneno ambayo ukiyatumia yatakuletea chakula. Yaani hapa sikunyimi chakula wala sikunyimi maneno. Nakuletea taarifa njema ambayo nimeipata pembezoni mwa mto Ruaha, mto wenye historia nzuri ya kupendeza. Nimefika katika chuo cha maendeleo ya jamii CDTI Iringa, na hapa nakutana na wataalamu ambao wanatufundisha kuhusu ufugaji wa samaki. Tumezoea kuona samaki wakivuliwa katika mito, maziwa na bahari, na wale wa kufugwa wakizoeleka wale wa mapambo ambao ni maarufu kwenye nyumba za watu au mahoteli. Hata hivyo, wataalamu wa Kitanzania waliobobea wanatufundisha kuwa unaweza kufuga samaki katika mazingira tofauti na hayo tuliyoyazoea. Huyu mbele yangu ni Bwana Rashid Mrisho, ambaye ndiye mwenyeji wangu katika ziara hii adhimu. Pengine nisingelifika hapa, nisingelijua mengi yenye faida kubwa. Bwana Rashid anaanza kueleza historia ya mradi huu unaomilikiwa na serikali kupitia chuo cha maendeleo ya jamii CDTI Iringa mjini. Kwa majina naitwa Rashid Abraham Mrisho, ni mkufunzi hapa katika chuo cha maendeleo ya jamii Ruaha, lakini pia ni mratibu wa mradi wa samaki. Mradi wetu wa ufugaji wa samaki katika chuo cha maendeleo ya jamii Ruaha ulianza mwaka 2022 na kuzinduliwa na aliyekuwa katibu mkuu wa wakati huo, ndugu Zainab Chaula. Mradi wetu huu wa samaki ulianza kwa ujenzi wa mabwawa 6, ikiwa mabwawa 4 ni mabwawa ya kisasa, kwa maana mabwawa ya kujengea kama linaloonekana nyuma yangu, lakini na mabwawa mengine 2 mabwawa ya asili. Bwawa hili linaloonekana nyuma yangu ni bwawa ambalo tunafuga samaki ya sato, likiwa na ukubwa wa mita 16 kwa 24, likiwa ni jumla ya mita za mraba 384, likiwa na uwezo wa kubeba samaki 2100 aina ya sato. Lengo la mradi huu lilikuwa ni kutoa mafunzo kwa wanachuo wetu pamoja na wanajamii na wananchi wote wanaotuzunguka hapa. Lengo lake ni kutoa mafunzo ya ufugaji wa samaki na kuweza kuwawezesha wananchi hao pamoja na wanachuo wetu wanapomaliza waweze kujiunga aidha katika makundi ama mmoja wakaweze kuanzisha makundi ama waweze kuanzisha ufugaji wa samaki huko walipo. Katika uanzishwaji wa mradi huu tumefanikiwa kuwafikia wananchi takriban 400 pamoja na mashirika ya kiserikali pamoja na yasiyo ya kiserikali zaidi ya mashirika 20. Na katika wananchi hao takriban 400 ambao tumeweza kuwafikia na kuwapatia elimu ya ufugaji wa samaki, takriban wananchi 20 wameanzisha mradi huu ama wameanzisha mradi huu wa mabwawa ya ufugaji wa samaki huko walipo. Faida kubwa za mradi huu wa samaki, kwanza ni inatengeneza ajira kwa wanajamii, kwa maana kwamba mwanajamii mmoja atakapoenda kuanzisha mradi huu hataishia kufaidika yeye mwenyewe, lakini pia atatengeneza ajira kwa yule mtu ambaye atampa kazi ya kulisha samaki, kwa yule mtu ambaye atampa kazi ya kujengea labda fensi, kwa mtu ambaye atampa kazi labda ya kujenga bwawa hili, kuleta materials kwa ajili ya ujenzi na vitu kama hivyo. Lakini pia faida ya pili ya ujenzi ya ufugaji wa samaki ni kwamba inamhakikishia kitoweo yule mfugaji mwenyewe, kwa maana kwamba atakuwa na uhakika wa kupata kitoweo wakati wote. Faida ya tatu ya mradi huu ni kwamba unatusaidia kupata madini ama virutubishi muhimu katika mwili. Kama tunavyofahamu, ukanda wetu huu wa Iringa tumekuwa tukiathiriwa na changamoto mbalimbali za lishe, zikiwemo utapiamlo pamoja na udumavu. Kupitia samaki tunapata virutubisho kama protein, asidi ya omega 3 pamoja na virutubisho vingine ikiwemo madini ya chuma ambayo ni muhimu katika ukuaji wa mtoto na kujenga afya ama ubongo wa mtoto. Hivyo ni muhimu sana kwa sababu samaki hawa wanaenda kujenga vijana ama kujenga lishe ya wanajamii pamoja na watoto iliyo bora. Lakini faida ya tatu pia, kupitia mradi wa ufugaji wa samaki unatuwezesha kwenda kuinua pato la mtu mmoja pamoja na pato la taifa kwa ujumla. Mradi huu tangu tumeuanzisha tumefanikiwa pia kufikia watu mbalimbali pamoja na wanachuo wetu, kwa maana kwamba kwa wakati wa jioni
wanachuo wote ambao wanakuwa wanapata mafunzo ya maendeleo ya jamii hapa chuoni kwetu, basi tumekuwa wakija kufanya hapa shughuli mbalimbali na kuweza kupata ule ujuzi na kuweza kufahamu vizuri faida pamoja na namna ya ufugaji na utunzaji wa samaki kuanzia akiwa mchanga mpaka anavyokuwa. Aidha, samaki hawa wanachukua kuanzia upandwaji mpaka anapokuwa samaki wa kuweza kwenda sokoni, anachukua takriban mwezi mmoja mpaka miezi 6 mpaka 9 kulingana na hali ya hewa. Je, kuna mabwawa ya aina ngapi yanayoweza kutumika kufugia samaki? Mtaalamu huyu anaeleza kwa kina hata kuhusu mabwawa ya kutumia majaba. Aina nyingine ya mabwawa, kuna mabwawa ambayo yanajengwa ama yanatengenezwa kwa kutumia mifuko migumu ama plastiki ngumu, lakini pia kuna mabwawa mengine ambayo yanatengenezwa kwa kutumia yale matenki ya kuhifadhia maji, kwa jina rasmi tunaita masim tank, ambao unaweza ukalikata na ukatoweka maji, ukatengeneza pia mifumo ya kutoa maji na kuingiza maji kwa ajili ya kuongeza mzunguko wa hewa ya oxygen kwenye bwawa lako. Kama tunaweza kuona pale, pia tuna mfano wa bwawa dogo ambalo ni bwawa lililotengenezwa kwa kutumia mifuko migumu, plastiki ngumu, ambalo pia ni linahamishika. Tunalitumia kama bwawa la mfano, kwamba mwananchi anapokuja ama mtu anapokuja kupata mafunzo, tunamuonyesha kwamba sio lazima kama hana uwezo wa kujenga bwawa kubwa kama hili, basi pia anaweza kutumia bwawa kama lile, au hata vyombo vidogo vidogo vya majumbani kama vya kutunzia maji kama majaba, kutegemeana na idadi ya samaki ambayo mwananchi huyo anahitaji kufuga. Hapa kuna sababu inayofanya tunaona haya maji ni ya kijani. In fact, tunavyoona haya maji ni ya kijani, sio kwamba maji ni ya kijani, lakini hivi ni virutubisho ambavyo vinarutubisha hawa samaki. Ni kwa namna gani? Kwa sababu huku chini tulitanguliza mifuko ya samadi ama mifuko ya mbolea hii ya wanyama. Kwa hiyo mifuko inavyotuama huku chini inatengeneza baadhi ya vimelea ambavyo vinakuwa ni chakula kwa samaki, lakini pia wanaendelea kurutubisha maji pamoja kwa kuzalisha madini mbalimbali ambayo yanakuwa yanawanufaisha samaki moja kwa moja. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kupitia pia hii kijani, tunaweza tukasema hii kijani ni chakula kwa samaki. Vipi kuhusu upatikanaji wa vifaranga wa samaki na bei yake? Vifaranga hivi vya samaki vinapatikana maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna kituo cha serikali kipo Morogoro kwa ajili ya kuzalisha samaki, ambapo wanauza kifaranga kimoja cha samaki kwa bei isiyozidi shilingi 100. Lakini pia hapa chuoni kwetu tunazalisha pia vifaranga vya samaki, ikiwa pia bei ni hiyo hiyo. Kwa hiyo upatikanaji wa vifaranga vya samaki bei yake ni rahisi sana kulinganisha na vifaranga labda vya mazao mengine ikiwemo kuku na vitu vingine. Kwa hiyo mradi wa samaki ni rahisi kufuga kwa mwananchi yoyote akiwa na hali yoyote. Mtu anapohitaji kufuga samaki tunamwambia nini? Mtu anayehitaji kufuga samaki, kwanza tunampa moyo na tunamshauri kwamba mradi huo ni mradi mahususi na ni mradi wenye manufaa na ni mradi ambao una faida kubwa sana katika jamii yake. Kwa hivyo sisi mtu anayehitaji kufuga samaki tunamwambia tutembelee hapa chuoni kwetu. Tutaanza naye hatua moja baada ya nyingine, kuanzia uandaaji wa bwawa, ufanyaji wa tathmini, upandikizaji wa vifaranga, lakini pia pamoja na kutafuta masoko kwa ajili ya bidhaa za samaki. Kuna gharama yoyote kama mtu anataka kujifunza masuala haya, na kama ipo ni kiasi gani? Naam, gharama kwa kweli hatuwezi kusema kwamba gharama ipo, kwa sababu mradi huu tunautumia kama tulivyotangulia kusema awali kwamba mradi huu tuliuanzisha mahususi kwa ajili ya kutoa elimu na mafunzo kwa wanajamii pamoja na wanachuo wetu. Kwa hiyo mtu yeyote anayehitaji kupata mafunzo ya ufugaji wa samaki anakaribishwa hapa chuoni kwetu, Chuo cha Maendeleo ya Jamii Ruaha, ambacho kinapatikana Ipogoro mkoani Iringa. Muda wowote, wakati wowote ataweza kujipatia mafunzo hayo, akiwa peke yake ama akiwa katika kikundi. Sisi tutahakikisha kwamba wanapata mafunzo hayo ili waweze kwenda kuwafundisha na wengine na waweze kuinua kipato chao pamoja na uchumi wa nchi kwa ujumla. Ubora wa bwawa hili ni mkubwa, likiwa limejengwa kisasa na kwa nafasi ya kutosha ili kuwawezesha samaki kufurahia maisha kwa kujidai. Wakati viumbe wengine wakigombea makazi na vita nyingine, samaki wakipewa nafasi ya kutosha huwa hawana vita. Hapa namuuliza mtaalamu iwapo huwa kunatokea ugomvi wa samaki. Hapana, samaki hawakasiriki. Kwa nini hawakasiriki? Samaki hawakasiriki kwa sababu samaki hawa, eneo hili ni kubwa, na nafikiri lengo la swali lako ni kwamba labda kama kunatokea zile rapsha ama ugomvi ama katika ufugaji wa samaki.
Kwa eneo hili kwa ukubwa huu, kwa sababu tumezingatia bwawa hili lenye mita za mraba 384 lina uwezo wa kubeba samaki 2100 wenye uwezo wa kuzaliana. Kwa hiyo hapa kila samaki mmoja ana square mita zake za kuvinjari na kuweza kupata chakula vizuri na kupata hewa vizuri. Kwa hiyo zile fujo ama kugombania chakula kunakuwa hakupo. Lakini for instance kama eneo hili lingekuwa ni dogo na samaki ni wengi, basi ndio tungeweza kusema kwamba kunatokea hizo samaki kujeruhiana kwa sababu ya kugombania chakula pamoja na kugombania hewa. Rashid Mrisho ni mweledi katika kuwaelezea viumbe hawa na hutochoka kumsikiliza akifafanua hili na lile. Hapa anajibu swali langu la je, changamoto gani wanazokutana nazo samaki katika maisha yao? Changamoto ambayo tunakutana nayo labda katika ufugaji wa mradi wa samaki hususan katika maeneo haya ama ukanda huu ambao kidogo hali ya hewa ni ya baridi. Changamoto ya kwanza ni kwamba lazima kunakuwa na changamoto ya ukuaji wa samaki kutokana na hali ya hewa. Kama tunavyofahamu kwamba mazao haya ya samaki wanahitaji ili kukua katika ule ufanisi unaotakiwa, wanahitaji hali ya hewa ya joto sana. Kwa hiyo ukilinganisha na hali yetu ya hewa ya huku kidogo kuna msimu wa joto na msimu wa baridi. Kwa hiyo ile kidogo kwa namna moja au nyingine inaathiri ukuaji wa samaki. Ukilinganisha na mazao ama na mifugo mingine kwenye swala la magonjwa, kwenye ufugaji wa samaki ama bidhaa ya samaki ni tofauti kwenye swala la magonjwa. Samaki kwa asili yao wamekuwa stahimilivu sana kwenye changamoto ya magonjwa. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwa zaidi ya 98 mpaka 99 samaki hawaathiriwi na magonjwa aina yoyote. Kwa hiyo mfugaji atakapoanzisha mradi huu, yeye atakuwa tu analazimika tu kuwalisha na kubadilisha maji. Hiyo ndio gharama pekee inayokuja, lakini kwenye gharama ya magonjwa huaga samaki hawana changamoto ya kuathiriwa na magonjwa aina yoyote. Je, ni muda gani tangu kuanza kufuga vifaranga wa samaki hadi kutafuna minofu yao wakiwa wameshakomaa? Rashid anaeleza. Naam. Samaki kwa mfano, samaki hawa aina ya sato tangu unampandikiza mpaka unakuja kuvua anachukua muda wa ukuaji kuanzia miezi 6 mpaka 9 kutegemeana na hali ya hewa. Kwa mfano sehemu ambazo zina joto vizuri, samaki hawa huchukua miezi 5 mpaka 6 anakuwa tayari ni samaki mkubwa ambaye amekomaa, ambaye ana uwezo wa kwenda sokoni ama kutumika kwa ajili ya kitoweo. Lakini kwa maeneo yetu haya ambao kidogo hali ya hewa kidogo imekuwa na msimu wa baridi, basi tunaenda miezi 6 mpaka 9 samaki hawa wanakuwa wakubwa na wanakuwa tayari kwa ajili ya kwenda sokoni. Mkakati wa baadaye wa CDTI ni kuhakikisha wanaondoa adha ya usagaji wa chakula cha samaki kwa kununua mashine ya kisasa, lakini pia kuanzisha maabara ya kisasa itakayosaidia katika utafiti wa aina za samaki, lakini pia kutotolesha vifaranga wake. Hapa kwetu tuna mpango pia kuanza mradi wa uzalishaji wa chakula kwa ajili ya kuuzia wale wafugaji wetu. Kwa maana tumeanza tayari na ununuzi wa mashine japokuwa ni ndogo, lakini tuna mpango wa kukuza hiyo maabara yetu kwa ajili ya uchakataji na uzalishaji wa chakula cha samaki. Maadui wa samaki ni wengi, lakini baadhi yao ni ndege, binadamu waharibifu wa mazingira, wezi na kenge. Ingawa katika mradi huu wa CDTI hakujawahi kuripotiwa kesi za kenge, hata hivyo hatua za udhibiti wa maadui hao zinachukuliwa. Changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo ni ndege pamoja na wadudu. Kama tunavyoona, kama ndege anaweza akiona samaki hapa, yeye kwake anachukulia kama ni windo lake, hivyo atakuja kumuinda ili aweze kupata chakula. Kwa hiyo hiyo ni athari, kwa maana kwamba kuna kipindi tunapata samaki wengi wakiwa wamejeruhiwa, na baada ya kujeruhiwa wengi wanakuwa wanapoteza uhai wao. Ama kwa hakika inavutia. Sasa ni yepi mafanikio au faida za ufugaji wa samaki? Mafanikio ya ufugaji wa mradi wa samaki ambao mwananchi wa kawaida anaweza kuyapata ni mengi. Fanikio la kwanza atajikimu yeye na familia yake katika kupata kitoweo kwa maana ya mboga ya samaki. Faida ya pili, atatengeneza ajira kwa vijana na watu wengine ambao watakuwa wakihudumia mradi wake wa samaki. Faida ya tatu, atapata ama ataenda kusaidia upatikanaji wa protini na kusaidia kutokomeza hali ya udumavu pamoja na changamoto za lishe. Faida pia ni nyingi, kwa maana kwamba faida nyingine katika ufugaji wa mradi wa samaki, kama tunavyoona haya maji, kwenye kuyabadilisha haya maji ya samaki akiyaelekeza katika bustani, basi yanakuwa yana mbolea nyingi sana, hivyo anasaidia pia kurutubisha mimea pamoja na mazao mengine ambayo atakuwa akitumia maji haya katika kumwagilia. Hebu tazama jinsi samaki wanavyofurahia maisha yao katika maji huku wakila chakula kwa uhuru. Samaki si tu chanzo cha mapato au mboga, bali pia inafurahisha kuwatazama. Waonaje nawe ukiwafuga? Mtaalamu wetu Bwana Rashid Mrisho anatoa wito kwa wanajamii kuchangamkia ufugaji wa viumbe hawa. Wito wetu kwa jamii katika ufugaji wa mradi wa samaki,
tunawakaribisha wanajamii wote na tunawahamasisha wanajamii wote kujihusisha ama kujiingiza katika mradi huu wa ufugaji wa samaki, kwa sababu kuna manufaa mengi, ikiwemo manufaa ya kupata kitoweo, lakini pamoja na kukuza uchumi wa kaya moja moja. Pia tunawakaribisha wadau pamoja na wananchi wote kwa ajili ya kupata mafunzo, wakaribie chuoni wakati wowote katika makundi ama mmoja mmoja atakapofika, basi tuweza kumpatia mafunzo na kuweza kumsaidia kuanzia mwanzo wa mradi wake wa samaki mpaka mwisho. Lakini pia tunakaribisha asasi za kiraia pamoja na mashirika ya kiserikali na yasiyokuwa ya kiserikali kuweza kuja kushirikiana nasi katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kukuza uchumi wa nchi yetu na taifa kwa ujumla. Asanteni sana, karibuni sana. Wenye maeneo, kazi kwenu, msijesema hamkusikia. Haya ndo niliweza kujifunza siku ya leo katika bwawa hili kufugia samaki. Nimenufaika kwa kiasi kikubwa sana kwa mtaalamu Mrisho akiwa amezungumza kwa mapana na marefu. Nafikiri umenufaika kwa kiasi kikubwa, na hii iwe wito kama ambavyo wamesema kwa jamii kuchangamkia fursa hii adhimu, kwa sababu unapochangamkia fursa hii adhimu ya ufugaji wa samaki utakuwa umepata manufaa makubwa sana. Kama ambavyo wataalamu wanazungumza, fursa ziko hapa, fursa zipo huku kwenye ufugaji, kilimo na maeneo kadha wa kadha. Unapokuwa katika ufugaji na kilimo kwa ujumla wake, unapata manufaa makubwa sana ambayo yataweza kukutoa wewe katika hali moja kwenda nyingine. Tusikae tukalalamika tu kwamba maisha magumu, watu mkimbie huku na kule na vyeti. Kuna kazi hizi hapa. Kuna samaki hapa ambao wanaweza wakakupa manufaa makubwa wewe mwanajamii na ukaweza kunufaika. Al-Aqsa inakutakia kila la kheri, na nikutakia pia utazamaji mzuri wa TV yetu online, Al-Aqsa Media Online. Mpaka hapa mimi ni Shaban Mwinyikayoka Mwanaupwa, kila la kheri.